Swali zuri, mashaallah. Anauliza, ikiwa mkojo umekutoka moja kwa moja, inahesabika ile ni najisi, nguo yako imefanya nini? Imeharibika. Je, madhi yanapotoka, mathalan maji ambayo kwamba yametoka kwa sababu ya uchovu, kwa sababu ya nini? Ya uchovu, umechoka, umefanya kazi ngumu, yale maji yametoka. Je, pia yale maji meupe yanapotoka yanaharibu ile nguo yako ama vipi? Tumeelewana vizuri? Nitakujibu kwa kupitia maneno ambayo yanamhusu khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib alikuwa ni mtu ambaye saa zote anatokwa na madhi, alikuwa saa zote anatokwa na nini? Madhi. Akatuma mtu ende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amuulizie hili jambo kuhusiana na hukumu yake. Tunafahamu ya kwamba Ali kaoa binti wa Mtume Muhammad ambaye ni nani? Ni Fatima. Sasa waonaje? Yani wewe umeoa binti yangu alafu uje uniulize swali kama hilo, inakuwaje? Inakuwaje? Yani kwa wakati wa sasa tu ujitoe kimasomaso na kiherehere na kimuhemuhe mpaka kwa baba mkwe wako ambaye kakuozesha binti yake, ni shekhe, lakini wamuuliza hilo swali, inakuwaje? Sasa Ali alikuwa ni mtu wa haya, tumeelewana. Akatuma mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallama akamfahamisha yule mtu kwamba yale madhi yanapoingia katika upande wa nguo, sawa, uzito wake na hukumu yake ni sawasawa na mkojo wa mtoto wa kiume ambaye ananyonya hajaanza kula chakula. Alomanielewa? Yule mtoto wa kiume yule, mikojo yake ndiyo hukumu yake ya madhi. Hukumu yake inapoingia ile mikojo ya mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula chakula, ananyonya tu, huwa unafuta tu. Kwa nini? Kwa maji. Na hadithi sahihi ipo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yughsalu min bauli ljariyati wa yurashu min bauli lghulam. Tuelewana vizuri? Inafuliwa na kuoshwa nguo ambayo imeingia mikojo ya mtoto wa kike, hata kama hajaanza kula. Mtoto wa kike anapokukojolea kwenye nguo zako, nguo yake unatakiwa uifue, uioshe. Sasa usiniulize inakuwaje ustadhi hapo. Huyo ni Allah jalla fi'ala, anajua mtoto wa kike kamuumba vipi. Na ukitaka kulijua hilo, wekeni vyoo viwili, sawa, choo cha watoto wa kike na choo cha watoto wa kiume, alafu watu wakojoe pale kwa siku kadhaa mfululizo bila kuosha na kusafisha. Uangalie ni choo gani kitatoa uvundo. Bila shaka ni choo cha watoto wa kike ambao wanatumia kukojolea pale. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo mtoto wa kike mikojo yake, nguo yake lazima ifanye nini? Ioshwe ama ifuliwe. Lakini mtoto wa kiume, Mtume akasema wayurashu min bauli lghulami, na unyunyuzi wa maji. Si unajua kunyunyuzia maji? Si una maua, pengine labda una shamba lako, si wakati mwingine unakwenda kunyunyuzia maji. Kwa hiyo ile mikojo ya mtoto wa kiume ambaye kwamba hajaanza kula, ananyonya, unachukua maji unamwagilia, unanyunyuzia juu, na habari imeisha. Sasa vile vile madhi ikiwa yamekutoka, unatakiwa ile nguo ambayo imepatwa na madhi uinyunyuzie nini? Yale maji. Na ile sehemu ambayo kwamba yamezagazagaa yale madhi, utafanya nini? Utaosha. Habari imeisha, na nguo hiyo waswalia, wala hakuna shida yote. Fahimtum? Swali zuri, mashaallah.